Dokezo la Dominika. Mkate wa uzima, mkate usioharibika. Leo ni Dominika ya kwanza ya Kwaresma. Mkristo anapumzika akivuta nguvu katika hatua alizozichukua, na kwa namna hii anaiadhimisha Pasaka ndogo. Na ili kujua yatakayoendelea mbele katika hatua ya 5, tupate dokezo la Dominika juu ya mkate wa uzima, mkate usioharibika, na kwa maneno mengine mkate usiotiwa chachu. Na katika mtazamo wa nje ni mkate huo usiotiwa chachu. Ni wazi msafiri ili awe na uhakika kwa safari ni vema kubeba chakula, mkate wa njiani. Taswira hii inafanana na komunyo kwa Mkristo anayejiimarisha siku kwa siku anapopokea vile inavyopasa. Dokezo la leo ni simulizi fupi la kujaribiwa kwa Yesu kama inavyosimuliwa katika Injili. Ndipo Ibilisi akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Marejeo ya Injili ya Luka sura ya 4 aya 3 hadi 4. Hapa ndipo tunapopata dokezo letu la Dominika, ikiwa ni Dominika ya kwanza ya Kwaresma. Tunajifunza juu ya mkate huo wa uzima. Yesu hafanyi kile Ibilisi anachoamuru, kwa kuwa yeye ndiye mkate wa uzima. Si mkate tu, bali mkate wa uzima. Dokezo la leo linatutafakarisha kwa yeyote anayetembea kila siku na Mkristo yule anayetembea katika hatua za Kwaresma, kwa kuwa kuna siri kubwa na nguvu ambayo msafiri anayo katika mkoba wake. Msafiri yule anayetembea hatua kwa hatua katika Kwaresma kwa hatua, daima anatembea na mkoba. Katika mkoba wake ndimo ambamo kuna mkate wa uzima.